Ya, na ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa nina wax combs ama beeswax. Yaani tuna masega ya asali. Masega ya asali. Leo nataka nikwambie masega ya asali inaweza ikawa ni tiba moja nzuri sana. Wengine wanaita beeswax. Haya masega, ili mradi tu angalia masega ambayo hayajakaa muda mrefu, lakini pia angalia masega ambayo yana kemikali, na kingine hakikisha masega hayo ni fresh na hayana harufu. Umeona? Hii itakusaidia sana. Sasa nataka nikuelekeze faida ambazo hutokana na masega ya asali haya ambayo tunayakamua. Tukishakamua ndio tunapata asali. Kwanza, hii inaongeza sana kinga za mwili, ni immune booster, inasaidia sana. Lakini kingine inasaidia magonjwa ya kikohozi. Kama unatafuna, kama ulikuwa unakohoa, ukitafuna inakaa vizuri. Koo kama inasumbua, inasaidia sana. Na kingine ambacho ni muhimu sana, ukichukua hizi beeswax, hizi masega ya nyuki ya asali, alafu ukachanganya na tangawizi mbichi, unakuwa unatafuna kidogo tu na asali mbichi asubuhi na jioni. Kama hauna uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, itakusaidia sana. Na kitu kingine, kwa nini nimekueletea hii faida ya hizi masega, ni kwamba ukichukua hizi masega ukachanganya na mdalasini, ni nzuri sana kwa kinywa. Kama kinywa kinatoa harufu, tena itakusaidia sana kama kinywa kinatoa harufu. Na masega ya nyuki ina bakteria wazuri ambayo inaboresha sana kinywa. Ile usitumie usiku, unaona, kwa sababu ina sukari. Lakini ukitumia mchana itakusaidia sana, hasa ukichanganya na mdalasini. Unaona, itakusaidia sana kuweka refresh. Na kama fizi ina shida au inauma, itakusaidia sana. Fizi itakaa vizuri sana ukichanganya na mdalasini. Kwa hiyo unachukua kidogo tu alafu unatafuna. Nafikiri utapata matokeo mazuri sana. Lakini pia kama umechoka, mwili umechoka, basi chukua kidogo, changanya na tangawizi na mdalasini, angalau tumie kwa siku mara 2 kidogo tu. Unaona, alafu unatema hayo masega hayo kama gundi, unatema. Itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Asanteni sana. Haya ndio masega